Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yangu, katika ibada ya kuchinja mnyama, Mwenyezi Mungu ameficha siri kubwa sana juu ya mafanikio ya mwanadamu katika kumuondoshea mitihani na kufanikisha baadhi ya mambo yake anayoyakusudia na mambo anayoyataka. Hapa ninakusudia wale wachinjaji ambao wanaitakasa ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ile ibada yenyewe ya uchinjaji. Kwa maana wanapofanya ibada ya kuchinja hawafanyi ibada kwa ajili ya kiumbe kingine chochote, isipokuwa wanafanya kwa ajili ya Mola wao Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutafuta radhi zake Mwenyezi Mungu na kutafuta Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia ibada ile ya kutenganisha shingo la mnyama na mwili wake, na damu ikamwagika, ikawe ni sehemu ya Mwenyezi Mungu kuweka badala ya matatizo na mitihani inayowakumba. Katika kuchinja, ndugu yangu, ukamtakasia Mwenyezi Mungu nia, pana siri kubwa sana. Leo nataka nikupe moja katika maajabu ambayo nimewahi kuyashuhudia. Hutakaa uamini ndugu yangu, lakini ndio ukweli na ndio uhalisia na ndio usahihi wa mambo. Unapofanya ibada ukamtakasia Mwenyezi Mungu, ukafanya kwa ajili yake, hukuchinja kwa ajili ya jini wala mzimu wala shetani wala mkuri wala kitu chochote kile, umetenganisha shingo ya mnyama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Subhanallah, pana siri kubwa sana ndugu yangu. Inawezekana umehangaika muda mrefu na matatizo yako, madhiki, shida, mitihani, maradhi, matatizo, majanga, mabalaa, misukosuko, kila unalolishika haliendi, biashara zimevurugika, maisha yanakwenda hovyo, baraka katika mikono imeondoka, hautamaniki maskini, jamii na kukatai na kuchukia, unachukiwa pasi na sababu, kila unalolifanya haliendi, unahisi kama ulimwengu umekutenga, umeshakuzunguka sehemu nyingi maskini, bado haupati mafanikio ya aina yoyote. Ndugu yangu, nakufundisha leo njia ambayo binafsi sina mashaka nayo hata kidogo. Ukiifanya kwa ikhlasi na imani na yaqini, wallahi alazim, utaona maajabu ya Mwenyezi Mungu katika kuwasaidia viumbe wake kupitia ibada ya kuchinja. Ibada ya kuchinja ina uwezo wa kubeba matatizo uliokuwa nayo kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yakakuvuka katika mwili, iwe ni maradhi, iwe ni uchawi, iwe ni hasad, iwe ni mikosi, iwe ni mabalaa, iwe ni chochote, kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunataka nikakufunze ndugu yangu uliyeteseka kwa muda mrefu, ulihangaika kwa muda mrefu, vipi utaitumia ibada ya kuchinja katika kukuondoshea mabalaa. Binafsi nikupe, tumewahi kumfanyia mmoja katika jamaa zetu dua. Alhamdulillah, yule bwana tulimfanyia dua, alhamdulillah, namshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natamani hii na wewe ukaifanye kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natamani na wewe hii ukaitende kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yule bwana alikuwa na uwezo wa kuandaa mnyama wa mbuzi, yani gharama za mbuzi alikuwa anaziweza. Tukamwambia nunua mbuzi, lakini wakati huo namwambia takasa nia yako iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yule bwana akatakasa nia yake, sema Sheikh, mimi tunachinja, nia yangu ni kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala, si kitu kingine cha aina yoyote. Nikamwambia sasa, hapa tunahitaji siku 5 za mfululizo, lakini katika hizi siku 5 yafaa sisi tuamke usiku mwingi, kwa maana kwanza tuanze kulala, tukishalala tuamke usiku, alafu usiku tutafanya hiyo dua. Baada ya kufanya hiyo dua inshallah kwa muda wa siku 5, ile siku ya mwisho ndipo tutakapomchinja huyu mnyama. Akasema sawa, nimeshahangaika muda mrefu, nimeshateseka muda mrefu, huenda katika hili Mwenyezi Mungu akanitoa katika matatizo yangu. Mimi binafsi nilimwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu bwana matatizo anayoeleza Allah, mimi siyawezi hata ukucha, wala siyawezi hata chembe, wala siyawezi hata nukta ile au khardal, ile punje kama ya mchanga kuyaondoa, haya siyawezi. Sina ninayemtegemea ila ninakutegemea wewe. Simsaidii kwa maana akifanikiwa nipate faida za dunia, ila ninamsaidia kwa sababu ni ndugu yangu. Akifanikiwa ya Rabbal Alamina, na fungu kubwa kwako, malipo yako wewe Allah ndio malipo makubwa kuliko malipo mwanadamu anayekulipa. Na kuomba Mwenyezi Mungu usitufedheheshe katika hii dua, na kuomba Allah usitudhalilishe katika hii dua, na kuomba Mwenyezi Mungu usiache kunijibu katika haya maombi, ikiwa haya maombi yamekuridhisha na umeyapenda ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na nakuomba Allah kwa uongozi wako uniongoze katika hili niweze kusimama barabara. Nisikilize ndugu yangu Muislamu, utaona maajabu
na nitakustaajabisha kabisa kabisa. Kumtegemea Mungu kuna mambo makubwa sana, na katika ibada ya kuchinja kuna vitu vikubwa sana na kuna mambo mazito. Basi tukaanza siku ya kwanza, nakumbuka kabisa ilikuwa ni siku ya Jumapili kuamkia Jumatatu, yani ule usiku sasa ambayo mchana tumesema ni Jumapili, usiku Kiislamu inakuwa tayari Jumatatu imeingia. Tukaanza usiku ule. Kisomo nilichokifanya na kikumbuka, nilikuwa nikisoma suratu Yasin. Hii suratu Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka la minal mursalina. Mimi niko nyuma, yeye nimemweka pale mbele, mimi niko nyuma yake. Lakini nilichokifanya, nilimwambia vua hii nguo yako. Yani alivua lile shati lake, ni mwanaume alikuwa, mashaallah, alivua ile shati yake akawa amebakia tumbo wazi. Mimi niko nyuma yake, naanza kumsomea suratu Yasin. Nilianza na istighfar, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi, mara 100 nilipiga. Nikamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam mara 100, kisha nikaanza kusoma suratu Yasin. Lakini kila nilipokuwa nikifika katika mubin katika Yasin ziko 7, wama alaina illa albalaghul mubin ziko 7. Kuna aya zinazoishia na neno mubin ziko 7. Sasa nilipokuwa kila nikifika katika ile mfano wama alaina illa albalaghul mubin, nasoma hii aya inayosema fakhruj innaka minas saghirin, fakhruj innaka minas saghirin, fakhruj innaka minas saghirin, fakhruj innaka minas saghirin. Nilikuwa nikizihesabu hizi mara 313 katika kila mubini ninaposoma surati Yasin. Lakini wakati nasoma na kwa yule bwana mimi yani niko nyuma ya mgongo wake, nampulizia, yani ule upepo wangu unampata yeye, nampulizia ule upepo wangu. Tumefanya hivyo mpaka nikamaliza mwisho ile suratu Yasin, nikamsalia tena Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hizi Yasini nilizisoma mara 3. Nisoma mara ya kwanza, kila mubin napiga 313, nikasoma Yasini ya pili nikapiga 313, nikapiga Yasini ya 3, kila mubini napiga hizo fakhruj innaka minas saghirin 313. Nilipomaliza nikamsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukawa tumemaliza kisomo chetu. Tumefanya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5 ndio ikawa siku ya mwisho ambayo tunachinja sasa yule mnyama wetu. Sasa siku ya 5, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, nakumbuka siku hiyo. Nisikilize vizuri, katika kuchinja kuna maajabu makubwa sana. Katika kuchinja mnyama baba yangu kuna maajabu mazito sana. Nilimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akamwambia ya rabbal alamin, huyu mnyama nimemkamata, na huyu ndugu yake nilimwambia naye mshike, mkamate huyu mnyama. Akatia mkono wake juu ya mnyama pale, na mimi nikamkamata. Akamwambia Mwenyezi Mungu, kama huyu mgonjwa wangu ana tatizo lolote linalotokana na uchawi, hasadi, kijicho, mitihani, misukosuko, ya rabbal alamin, ninakuomba Mwenyezi Mungu mvue mitihani uliokuwa nayo, itumbukize katika mnyama huyu. Na rabbal alamin, ikikupendeza basi tuoneshe bishara zako zilizokuwa wazi kabisa. Ndugu yangu Muislamu, nisikilize baba yangu, uende ukafaidika katika hili. Baada ya kutia haya manuizi, tukamchinja yule mnyama. Baada ya kumchinja yule mnyama, sasa wale waliokuwa wanamtengeneza yule mnyama, subhanallah jamani, Mungu anatisha. Tufanye kitu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati muosha utumbo wanasafisha ule utumbo, alikutana, nakumbuka jamani, mbuzi nimenunua mimi mwenyewe, si kama labda kuna mtu aliniletea na sikuwa na sababu yoyote, nimemnunua mimi mwenyewe. Aliyekuwa anasafisha ule utumbo, ndani ya utumbo wakati anatoa ile kinyesi cha mbuzi, alikutana na kamba kamba mfano wa kitambaa, ina mafundo 7, ina mafundo 7. Allahu yaalam, inawezekana kweli mbuzi labda wakati wanakula alikula, hatuwezi kujua, ama inawezekana yalikuwa ni mafundo ya kiuchawi. Hili Mwenyezi Mungu pekee ndiye anamjua, lakini tulichokiona katika ile utumbo wa ile mbuzi ni kamba iliyosokotwa mafundo 7. Allahu a'lam, Allah ndiye mjuzi. Kama yalikuwa ni ya uchawi hatukujua, kama yalikuwa ni kawaida hatukujua. Maajabu niliyoyaona ndugu yangu, tokea kumaliza dua hiyo, yule ndugu yangu alikuwa na maradhi, alhamdulillah, mpaka kesho kutwa nakwambia alipona yale maradhi. Baada ya kupona yale maradhi na mambo yake yalikufunguka, nikatia dhana iliyokuwa njema kabisa, nikasema huenda ndugu yangu ile kamba iliyotoka inawezekana ilikuwa ni asbabu za uchawi aliyofanywa. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu yangu, na wewe unayeteseka na majanga na mabalaa, hebu jaribu kutumia hii njia niliyoitumia mimi, huenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na wewe akakutoa katika hayo mazito magumu na mitihani unayoyapitia. Naomba Allah, ikiwa utayatenda haya, basi Mwenyezi Mungu
akukubalie. Ni mimi ndugu yako Sheikh Omar Al-Basri. Unaweza ukanitafuta kwa 0787552211 au 0755577022. Shukran lakum, jazakumullah khair. Salamu alaykum wal afwa minkum.